mbunge huyu sasa hivi ni balozi wa kodi wa TRA. Mbunge huyu amechaguliwa na wana Bagamoyo kuwa mwakilishi wao bungeni kwa sasa. Mbunge huyu alikuja hapa tarehe 3 mwezi wa kwanza. Uongo kweli? Kweli. Na amekuja akifuatilia mustakabali wa maisha yenu hapa shuleni, na ndiyo maana mnaona kuna kazi nyingi zinaendelea pamoja na bwalo hili. Mimi kwa wasionifahamu, naitwa Profesa Riziki Shemdoe, ni mbunge wa jimbo la Lushoto, lakini pia ni waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwenye ile wizara, moja ya mambo tunayoshughulikia kwa ukaribu sana ni masuala ya elimu. Elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Kwa hiyo hapa nimekuja kuangalia vijana wangu. Nimekuja hapa kuangalia miradi ya maendeleo ambayo serikali imeleta fedha. Hapa ninyi ni mashahidi, mmeona kuna vyumba viwili vya madarasa vimejengwa hivi karibuni, lakini pia kuna mabweni mawili. Nani wanalala kwenye yale mabweni kule, wanyoshe mikono? Ani wale kule advance. Sawa sawa, lakini na bwalo lenyewe mnaliona linaendelea kujengwa. Haya yote ni kwa ajili yenu. Haya yote Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tulivyomuomba aridhie fedha zije huku, ameridhia. Tumeleta hapa hivi karibuni shilingi milioni 512. Kutoka serikali kuu, milioni 52 zikitoka halmashauri ya wilaya ya mji wa Bagamoyo. Hivi kwa nini tusimpigie mama? Leo nimetembelea hapa, lakini kitu kimoja kilichonifurahisha sana, wakati tuko njiani, matokeo ya form 4 yakawa yanatangazwa. Sasa kwa haraka haraka mimi nikasema huku ninakoenda, naenda shule ya sekondari Matimbwa, nikaweka sikio langu kwa karibu sana kusikiliza, na baadaye nikaingia kwenye mfumo. Nilipoingia kwenye mtandao nikakuta kwamba kuna division 1 17 hapa, na hakuna division 0 hata moja. Kwa hiyo wale kaka zenu na wadogo zenu wametutoa aibu. Ombi langu kwenu, vijana wangu, watoto wangu, ombi langu kwenu, jitahidini mweke historia yenu. Niliwauliza kitu kimoja hapa kwamba hakuna anayetaka kuwa mbunge. Mkanyoosha mikono mabinti, mkasema mnataka kuwa kama dada Subira, si ndio? Ndio. Sasa Subira unaenda hivi hivi? Hapana. Lazima kidogo bukue, si ndio? Ndio. Na tuna mfano mzuri wa CPA Subira Mgaru, dada yangu, ambaye amewawekea ninyi, Waingereza wanaita pace ya kufuata. Kwa hiyo jitahidini msome. Lakini pia hapa kweli hapataki kutokea profesa hapa. Sasa huwezi kuwa profesa kama una jongo hivi. Kwa hiyo mfanye hivyo ili baadaye tupate walimu wakuu, baadaye tupate marasi, baadaye tupate wakuu wa mikoa, baadaye tupate wakuu wa wilaya, na baadaye pia na waziri atokee hapa wa TAMISEMI. Nawapa moyo vijana wangu kwamba mjitahidi sana katika masomo yenu.